Buchosa oye! Buchosa safi! CCM oye! CCM safi! Viva vijana viva! Viva vijana viva! Viva Buchosa viva! Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hii ya Sengerema, nitambue uwepo wa mheshimiwa mkuu wa wilaya hii ya Sengerema, mheshimiwa mbunge wa wananchi wa jimbo hili la Buchosa, makamu mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa vijana wa mkoa huu. Sambamba na hao, natambua uwepo wa viongozi wa chama na serikali wote waliokuwepo, waheshimiwa sana madiwani, mkurugenzi, katibu tawala, vijana wa hamasa Hamasara imeenda. Ndugu mwenyekiti, nikiri natambua uwepo wa viongozi wote, lakini mimi najua viongozi hawa waliokuwepo ni wastaarabu na ni waelewa. Wao wenyewe wanajua kuna changamoto ya ufinyu wa muda. Naamini watakuwa wameridhia nikizungumza natambua uwepo wa viongozi wote. Lakini ndugu mwenyekiti, nikiangalia huu upande wangu wa kulia na maeneo huko mengine, nagundua sehemu kubwa ya watu waliokuwepo hapa ni wananchi wa wilaya hii ya Buchosa, wa jimbo hili la Buchosa. Sasa haitokuwa busara, haitokuwa hekima na ninyi nisipotambua uwepo wenu. Natambua uwepo wenu wananchi wa wilaya hii ya Buchosa. Ndugu mwenyekiti, mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na uhai na leo tukaweza kukutana hapa. Wako wengi walitamani kuungana nasi, lakini kwa sababu ya mapenzi makubwa ya Mwenyezi Mungu kwao, wako ambao wanaumwa, Mungu amewakumbuka, lakini na wako ambao wametangulia mbele za haki. Hivyo nini, kwa niaba yenu na yangu, nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii ya uhai na nguvu aliyotupa. Lakini jambo la pili, shukrani zangu dhati na za kipekee zilete kwenu ndugu zangu wana Buchosa. Tangu nimeingia Buchosa, nikiwa na maana hata wilaya ya Sengerema, nimepokewa na watu waliokuwa na ari, watu waliokuwa na hamasa, watu waliokuwa na utayari, lakini kilichonivutia kikubwa ni watu waliokuwa na mapenzi makubwa na mshikamano kati yenu. Hongereni sana Buchosa. Na ndugu mwenyekiti, mimi sipendagi kuwa mnafiki, hawa wananijua, mimi siku zote nimenyooka hivi. Nilikuwa nimepanga ziara hii ya kuja kanda hii ya Ziwa, tukianzia mkoa wa Geita, baadaye tulipanga tupite hapa mkoa wa Mwanza, nikitoka hapa nitaelekea mkoa wa Simiyu, nikitoka Simiyu nitaelekea Shinyanga, nikitoka Shinyanga nitaelekea mkoa wa Tabora. Yaani hii ni bamba tu bamba. Sasa wakati naandaa hii ziara, nyinyi mnajua sisi wajumbe wa kamati kuu, na ndio wengine hawaelewi wajumbe wa kamati kuu ndio nani. Ndio wajumbe wa kikao kikubwa cha Chama cha Mapinduzi, ambao idadi yetu tuko watu 24 tu Tanzania nzima. Na katika watu 24, cha kupendeza, cha kustaajabisha kwa watu, lakini mimi kwangu cha kunivunja moyo, mimi ndio kijana peke yangu ninayeingia kwenye kikao hicho kwa niaba ya vijana wengine. Na kikao hicho, kwa sababu wengine nataka waelewe uzito wake, kinaongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwetu wajumbe wa kamati kuu, unapotaka kuondoka, hata nikitaka kuondoka pale Dodoma kurudi nyumbani, lazima utoe taarifa kwa mwenyekiti na akupe ruhusa kwamba nataka kuondoka nirudi nyumbani kidogo, lazima upate ruhusa. Kwa hiyo nilirudi kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kumweleza azma na kusudio
Buchosa oye! Buchosa safi! Safi! Hivyo nami kwangu, kwa kuwa ni mjumbe wa kamati kuu, ikanibidi nirudi kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kumweleza azma na makusudio ya jumuiya yake ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, ambaye mimi ndio alionipa kuwa msimamizi mkuu ya kufanya ziara katika mikoa hii niliyokuwa nimehitaji. Ndipo mwenyekiti akanielekeza, akaniambia, katika ziara yako najua utakuwa unatokea mkoa wa Geita. Wakati unatokea mkoa wa Geita, nikuelekeze, nataka ukifika hapo mkoa wa Mwanza, miongoni mwa sehemu utakazotembelea iwe ni wilaya ya Sengerema, jimbo la Buchosa. Akaenda mbali na akaniambia, ukifika huko nataka ukafanye kazi zifuatazo. Nyingine siwezi kuzisema kwa sababu ni siri, bosi ameniambia huwezi kusema, na hata hivyo lisikupaswa kusema kama nimeambiwa nije, lakini siwezi kuficha, natakiwa niwaambieni ukweli. Niseme siseme? Sema! Kazi ya kwanza alionipa ni kuleta salamu zake za upendo kwa wana wa Buchosa, kwamba anawapendeni sana, anaelewa mambo yaliokuwepo hapa Buchosa kupitia viongozi wake wa wilaya, Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na Mheshimiwa mbunge pamoja na baraza la madiwani. Lakini kikubwa ameniomba nikuombeni sana wana Buchosa, mtemewa mate na wengi huroa, nikiwa na maana tumuombeeni Mwenyezi Mungu aendelee kumpa hekima, busara, ustahamilivu katika uongozi wake. Lakini kazi ya pili alionipa ni kuja kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya ya Buchosa. Sabani, ndani ya wilaya ya Sengerema, jimbo la Buchosa. Na mimi nilipofika hapa, jambo la mwanzo nilimkamata Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikamwambia naomba utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya hii ya Sengerema.
Nimeelewa kwa nini ameniambia nije huku kutizama utekelezaji wa ilani. Zipo fedha nyingi zimeelekezwa hapa ndani ya wilaya ya Sengerema, na mimi nimeridhika na utekelezaji wa ilani katika wilaya hii. Kilichobaki, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nikupe wito, endelea kuwasimamia watendaji wanaokusaidia katika majukumu yako, ili yale mambo yote Mheshimiwa Rais anatamani watu wa Buchosa hapo wayapate yatokee kwa mara moja katika kipindi mwenyewe anachoamini. Ndugu zangu, kazi ya kusogeza maendeleo Mheshimiwa Rais ameshamaliza. Kazi iliyobakia ni Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa madiwani, Mheshimiwa DC na RC kutusaidia kusimamia ipasavyo kwa wale watu waliokuwa hiyo kazi ya kufanya. Sasa hayo ndio yalikuwa malengo ya mimi kuja hapa, lakini nilipofika hapa nikaambiwa kuna zawadi natakiwa nipewe mimi. Mimi naomba ile zawadi nielekeze kwa Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu haya yote mwongeaji hapa ameongea vizuri kwamba ameamua kuvua gamba abaki na ngozi yake halisi aliyozaliwa hapa. Nikiwa na maana katika taifa letu chama cha mwanzo kilichokuwepo hapa kilikuwa ni TANU. Kule Zanzibar ilikuwa ni Afro Shirazi, baadaye ikazaliwa CCM. Maana yake kila kizazi kinachozaliwa hapa Tanzania ni CCM. Kwa hiyo na wao wanaamua kuvua gamba lile ambalo walivikwa kutokana na majungu, lile gamba ambalo walivikwa kutokana na uchochezi, lile gamba ambalo wamevikwa kutokana na mambo ambayo yalikuwa sio msingi. Wameamua kuvua na wamerudi nyumbani. Karibuni sana nyumbani kwetu. Ndugu zangu, chama chetu nyinyi ni mashahidi, hakija ni chama cha kupandikiza chuki kwa watu. Ni chama tunachohubiri umoja, ni chama tunachohubiri mshikamano. Na hapa niseme kwa kuwa tuko katika mwaka wa uchaguzi. Tanzania imeshafanya uchaguzi mara nyingi, na mwaka jana tu tumetoka katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Na kama mtakumbuka, hawa wanaopita huko mitaani walisema kuna kitu hicho kijakaa sawa, kuna hicho kijakaa sawa. Lakini kama mtakumbuka, serikali za mitaa tulikwenda vyama 19, tukafanya uchaguzi kwa salama na amani. Lakini kilichoacha mdomo wazi, kilichowapiga na butwaa wa Tanzania, mliamua kusimama na asili yenu ambayo ni CCM. Na hapa nitumia fursa hii kuwashukuru sana Watanzania wenzetu wa Buchosa hapa kwa kura nyingi na za kishindo za kukiamini Chama cha Mapinduzi. Lakini tulipomaliza uchaguzi ama tulipokuwepo kwenye uchaguzi, tuliondoka kwa salama na amani. Sasa wenzetu wakajipima, wakajiangalia, wakawaangalia na Watanzania, wakamwangalia na Samia. Yale walioamini kwamba hataweza kuyafanya ameyafanya, na Watanzania wamemwelewa. Kwanza wakaanza kutia mpira kwa pani, lakini baadaye wakaamua kuvua jezi na mechi wakasusia. Hii yote ni nyinyi wa Tanzania ndio mliwafanya wasusie mechi ya Oktoba 2025. Sasa sisi chama chetu ni chama kinachotamani kuwatumikia wananchi, na bado kinaendelea kufanya kazi hiyo. Sisi chama chetu tumeshakaa huku sawa, tayari kuelekea katika uchaguzi wa serikali kuu 2025. Na hao wenzetu walikuwa wazuri kutukumbushia katiba, sheria, miongozo ya nchi. Na katiba yetu ya nchi yetu inatutaka kila baada ya miaka 5 twende katika uchaguzi. Sasa tunapozungumzia miaka 5, tulimaliza uchaguzi 2020. Baada ya miaka 5 ni mwaka gani? 2025. Kwa nini wasiadai haya yote 2023? Kwa nini wasiadai haya yote 2024? Kwa nini waje wadai 2025? Kwa sababu wanajua ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama kinyume, maana yake wao hawataki amani, wanachotaka ni vurugu. Sasa nikuombeni sana, tunaenda kwenye zoezi la uchaguzi, twendeni kwa salama na amani. Baada ya uchaguzi tunataka kurudi mashambani, baada ya uchaguzi tunataka kurudi kuvua, baada ya uchaguzi tunataka kurudi kufuga. Lakini uchaguzi huu, mimi kwa kuwa mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi,
na chama chetu kinakwenda kwenye uchaguzi. Ukifika wakati wa uchaguzi tutarudi kuja kuwaombeni kura, lakini nikuombeni sana, endeleeni kuweka imani juu ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Sasa uchaguzi huu hatuwezi kwenda kupiga kura, msio kama wale watu wengine wameshaandikiwa kibango hapa, usipite, yeye anasema mimi nitapita. Sasa ukipita ukikutana na ambayo uliambiwa usipite, hiyo ni shauri yako. Maana yangu ni nini? Ili uweze kushiriki uchaguzi lazima uwe na kifaa cha kukuwezesha kupiga kura. Mwenyekiti wa CCM hapa ameeleza vizuri. Kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 mwezi huu wa 5, zoezi la uandikishaji katika daftari la kudumu la mpiga kura linaendelea. Na hii ni haki yako ya msingi kama Mtanzania. Kama ulivyokuwa una haki ya kuishi, maana yake hakuna mtu anapaswa kukupangia leo uishi kesho uondoke kama sio Mungu. Na haki yako ya kupiga kura ni haki yako ya msingi. Usimwachie mtu akuamulie upige ama usipige kura, ni haki yako ya msingi. Twendeni tukachague viongozi watakaoweza kutusaidia kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Na Watanzania tumekuwa tukiamini maandishi matamko wa baba wa taifa. Bali baba wa taifa aliwahi kutuhusia kwamba kiongozi bora hawezi kupatikana nje ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo ukifika huo wakati, twendeni mkawachague viongozi wanatokana na Chama cha Mapinduzi. Na chama chetu chini ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan kimejipanga, kimejidhatiti kuwarejesheni viongozi watakaoweza kumsaidia kazi ya kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Mwisho tena kwa umuhimu, nikupongezeni sana Mheshimiwa DC na viongozi wanaomsaidia. Mheshimiwa Rais ana kazi kubwa anazifanya. Tunaomvunja moyo muda mwingine tunamrejesha ni sisi wasaidizi wake, kwa sababu hatuwezi kukataa msafara wa mamba kenge pia wao. Lakini nimefurahi hapa Buchosa sijakutana na kenge, nimekutana na mamba watu. Hongereni. Serikali yake iliahidi kuwasaidia vijana, na serikali yake aliahidi kuwasaidia wanawake, na kupitia serikali yake aliahidi kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Lakini kuna baadhi ya maeneo, siamini Buchosa alitokea hapa, kuna baadhi ya maeneo ikatokea hii mikenge, wakawa hii mikopo ya vijana, kina mama na watu wenye mahitaji maalum wanaitafuna kwa maslahi yao binafsi. Mheshimiwa Rais kwa upendo wake ule kwa Watanzania aliamua kusitisha hii mikopo, sio kwa nia mbaya, bali kwa nia njema ya kuhakikisha mikopo hii inarudi kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Pigeni makofi. Sasa mikopo hii imerudi na imewekwa utaratibu mzuri na maalum. Na kwa taarifa ninazo, hamkuniambia na humu hamkuandika, ndio ujue ukiwa mwenyekiti wa vijana na kuwa mpekuzi, kazi yako ni kutafuta taarifa. Hizi bodaboda zinawapa wiki moja. Uongo. Ndio ujue, yani najua hizi bodaboda zimetoka ndani ya wiki moja. Nasema uongo kweli? Ndio ndio kazi ya mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Nikupongezeni sana mliobahatika kupata fursa hii ya mikopo ya hizi bodaboda. Na ndugu zangu wa bodaboda walikuwa wanalia sana kuhusu mikopo hii ya bodaboda. Buchosa mmeonyesha mfano. Hongereni. Sasa nikuombeni vijana wenzangu, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti ameeleza vizuri. Twendeni tukazitumie bodaboda hizi kufanya kazi katika amani na usalama. Tusikubali bodaboda zetu zitumike katika matendo yoyote ya uhalifu. Lakini kikubwa, usalama wenu ni kazi yetu kama Chama cha Mapinduzi. Nikuombeni sana wakati wote mnatumia bodaboda hizo kuzingatia mwendo, lakini kuvaa na vitu vyote vya usalama kwenu, ikiwemo kofia ngumu. Lakini mwisho, unapofika wakati wa marejesho, turejesheni ili na hao vijana wengine, akina mama, watu wenye mahitaji maalum na wao waweze kupata. Na hii ndiyo tija na sehemu ya faida ya kodi zetu tunazolipa katika maeneo yetu. Nikuombeni vijana wenzangu tuweze kurejesha vitu hivi kwa wakati. Mwisho tena kwa umuhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ziara yetu ina makusudio ya kuhamasisha vijana kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi mkuu. Yaani wajitokeze katika mambo mawili. La kwanza kupiga kura. Lakini la pili ambalo vijana wengi hawaambiwi
ni na wao kushiriki katika uchaguzi wa serikali kuu. Hapa nikiwa na maana ya kugombea katika nafasi hizi za udiwani na nafasi za ubunge. Nitie shime vijana wenzangu, hapa nimeona vijana mpo wengi, lakini uzuri hili jimbo nalo linaongozwa na kijana. Mkimwona kijana huyo anafaa, mtajua nini wenyewe, lakini tutafurahi tukiona kijana anashikana na vijana wenzake. Mheshimiwa Shingongo Shingongo safi. Adumu Shingongo adumu. Hayo sasa mtaamua nini, mimi simpigi kampeni. Sije mkasema mwenyekiti alikuja akatuambia hapana, mimi simpigi kampeni. Kwa sababu ni mbunge alikuwepo sasa hivi, of course ndio anamsaidia mheshimiwa rais. Hayo mambo yote mnaona ni sehemu ambayo amesema. Lakini inawezekana yupo kijana anaweza kusema zaidi yake. Hayo Buchosa mtaamua. Hapo vipi? Hapo vipi? Buchosa oye. Ndugu zangu, binafsi mimi nimefurahi kufika hapa Buchosa. Nimefurahi kukutana na ndugu zangu wa Buchosa. Lakini hapa najua hamasa ananiangalia. Alafu anajua mbona ujamaa sisi katuache hivi. Hamasa hamasa ra. Vijana mmechoka. Mbona mnanyangusha? Vijana mmechoka. Vijana mmechoka. Hapo vipi? Haya hapo vipi? Alala lile lala. Alala lile lala. Alala lile lala. Lile lala. Alala lile lala. Alala lile lala. Alala lile lala. Alala makamandandi. 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 Aya makamandandi. Makamandandi. Aya hamasandi. Hamasandi. Aya makamandandi. Makamandandi. Aya makamandaha. Makamandama. Makamandasa. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.